Gold Standards with Apostle Shemeji Melayeki. Tunaendelea na session ya dawa ya kudumu ya mafundisho potofu. Na siku ya kwanza tulijifunza niliwapa introduction ya mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana kuyajua. Kwa hiyo natamani ukae kwenye mkao wa mwanafunzi. Wale mnaonichokoza kama nafanya advanced theology advanced diploma in theology muendelee kunichokoza, lakini na kuna mambo kadhaa ambayo ni vizuri sana tukayajua ili tuweze kutawanyika kwenye kuchambua maandiko wakati tuna skeleton msingi. Ili somo ni la msingi sana kwenye tafsiri ya maandiko. Bwana asifiwe. Ninasema somo hili kama tungepewa nafasi ya kufundishwa kabla hatujakabidhiwa Biblia. Yaani kwa mfano kuna mafundisho ya awali ambao wanapewaga waamini. Kwa mfano mtu anapookoka, actually haya ndio mafundisho ambayo anatakiwa afundishwe. Nimesema hivi, ukimpa mtu bunduki au bastola na hujamfundisha kutumia, inaweza ikawa issue sana. Anaweza akajikuta anaicheki hivi bonyeza akakuta ameondoka na mguu. Lakini bastola unataka kumpa kwa nia nzuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo is very important kama Biblia kabla ya kukabidhiwa au siku tunakabidhiwa tungeelezewa namna ya kutumia. Tuko pamoja mpaka hapo? Yeah. Lakini pia hata watu wanaookoka, watu wanaokuwa Wakristo, watu wanaokuwa nini tena? Wanaitwa waongofu wapya. Wale sawa. Ambao kwa lugha rahisi wameamua wanataka kutumia Biblia. Kabla hawajapewa kutumia Biblia, wangefundishwa namna ya kutumia Biblia. Na nimewaambia sababu ya kwanza ni kwamba Biblia sio kitabu ambacho kimeandikwa Kiswahili kilipoandikwa. Kimeandikwa Kiebrania, kikaandikwa Kiaramaik na Kigiriki au Kiyunani wengine wanaita. Sawa eh? Kwa kulifanyika tafsiri. Angalau mtu ajue kwamba hakikutoka kwenye culture ya Kimasai basi. Sisi nikasoma nikiwa nawaza Kimasai. Sawa? Haikutoka kwenye culture ya Kiswahili. Kwa hiyo sitaki kusoma nikiwa nawaza Kiswahili. Natakiwa nijue ya kwamba hapo ilipoandikwa mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, nisije nikawaza suruali, kwa sababu hata waliokuwa wanaandika hivyo hawakuwa wanavaa suruali. Tunaelewa eh? Kwa lazima uwe na mentality ya wapi imetoka. Wenzenu wanavaa kanzu na nini kama unajua watu wa Middle East. Kwa sababu hiyo ndo setting ya uandishi. Imepita kidogo Afrika, maeneo ya Misri, Ethiopia, tunaelewa eh? Yeah. Kwa hivyo vitu tunatakiwa tuwe tunajua tunaposoma. Bwana asifiwe. Actually sehemu kubwa ya Biblia iko Asia. Kama ukisoma iko Asia. Sawa? Hamna Ulaya pale. Anasema Tanzania iko kwenye Biblia. Ngo. Mtu mmoja alinidanganya zamani akasema, unaona pale imeandikwa Sapiens ni Masai. Unaona bwana? Sasa wangeandika tu Masai sasa kwa nini anaandika? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusema kabla ili tuweze kupata hiyo dawa ya mafundisho potofu, mambo yafuatayo ni vizuri tukayajua kwenye maandiko. Cha kwanza tukasema, nakumbuka lengo kuu, sema lengo kuu. Kwa kama ukuepo andika cha kwanza ambayo tumediscuss wiki iliyopita. Lengo kuu la maandiko au Biblia ni kuelezea mpango wa Mungu ambao ni wokovu kwa wanadamu wote na mambo yanayozunguka mpango huo. Kwa hiyo ni mpango pamoja na matokeo ya mpango huo. Lengo lake ni kuelezea habari za wokovu na mambo yanayohusiana na wokovu. Hiyo inaitwa nini? The major purpose. Lengo kuu la maandiko. Kwa lugha rahisi, ukienda kwenye maandiko kwa kutana na mambo mengine yote ukamisi wokovu, umemisi matumizi ya kitabu. Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa lengo kuu likikosekana, malengo mengine hayana maana. Kwa mfano, lengo la gari ni nini? Ni kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sawa? Kwa hiyo gari inaweza ikawa comfortable na siti nzuri. Ukikaa wow, kama uko nyumbani. Si ndio?
Unaweza ikawa na AC. Si, you feel good Dar es Salaam ukipewa AC, si ndio? Hasa majira ya joto, si ndio? Well and good. Unaweza pia ukajificha, ukaweka tinted, ukakaa ndani, hamna mtu anakuona, si ndio? Lakini kama haitembei, haina maana yoyote. Sawa? Sawa? Utaishi kwenye gari? Maelewa ninachomaanisha nikisema kusudi kuu au lengo kuu. Yes, you can be in the car very comfortable, lakini sio lengo lake. Sawa? Unaweza kuwa kwenye gari ukala kipupwe ukapata baridi kama uko pwani, beach, lakini sio lengo lake. Kwa nikipaki gari pale, alafu napata tu kipupwe, napata baridi nzuri na nini, nikiwasha ikagoma, naanza kuwa disturbed. Mbona haiendi? Kwa sababu lengo lake ilikuwa nifanya nini? Ni kunitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni afadhali kule ndani kuwe kumechanika, lakini angalau kinasogea, itakuwa imemeet purpose, the major purpose. Au sio mtaalamu? Kwa kama haitembei, haina maana. Tena kwanza, kama gari haitembei, tunaanza kuidharau. Tunaipaki sehemu, tunaacha, inaanza kuchanika, inaanza kupata buibui, inaanza kuharibika. Kwa sababu major purpose ikikosekana, the other purposes doesn't matter. Narudia tena. Kama kusudi kuu likosekana, makusudi mengine hayana maana. It means yale makusudi mengine unaweza ukapata kwingine. Ndio maana kama gari haitembei, haina maana ya kuwa gari zuri ndani. Haina maana ya kuwa na kiyoyozi ndani. Kama haitembei, kwa nini? Unaweza ukapata kiyoyozi pwani, beach, si ndio? Unaweza ukapata kiyoyozi ndani ya nyumba yako, si ndio? Unaweza ukakaa comfortable kwenye sofa nyumbani kwako, si ndio? Kama unanielewa ninachomaanisha hapo? Kwa major purpose ni kutembea. Kwa hiyo major purpose ya Biblia ni kuelezea masuala ya usio nini? Wokovu. Ikimiss yale makusudi mengine hayana maana. Narudia tena. Biblia ikitumika kama kitabu cha uponyaji pekee, haielezei wokovu, ina maana inakwenda shindano hospitali. Umeelewa? Halo? Umeelewa hiyo? Biblia ikiwa inatumika kwa ajili ya kitabu cha kufanya miujiza pekee, actually watu wengi wanafanya miujiza ambao hawatumii Biblia. Miujiza inapatikana sehemu nyingine, sio kwenye Biblia tu. Is that true? Yes. Biblia ikitumika kwa ajili ya kitabu cha kuelezea maadili, kuna watu wana maadili kuliko Wakristo na hawatumii Biblia. Tunaelewana bado? Yes, the most decent people in the world are not Christians. Nimesema ni mbaya kukuelekeza namna ya kuwa mzuri kimaadili? No, not the major purpose. Kwa hatuwezi kumeja the major, tukumeja the minor na kuminor the major. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikifundisha maadili kwa kutumia Biblia, kama sijapata wokovu, I miss everything. Ndio maana lazima tupate lengo kuu. Na nikaonyesha kwenye mistari kadhaa. Tukapita Luka 24 mstari 25 mpaka 27. Hiyo Luka 24 mstari 45 mpaka 47. Tukaingia Matendo ya Mitume 2, tukaingia Matendo ya Mitume 3, tukaingia Matendo ya Mitume 4. Yote kuonyesha hiyo. Tukaingia kwenye Mathayo 1 mstari wa kwanza nafikiri mpaka 16. Nazungumzia nani akamzaa fulani, nani akamzaa fulani, mpaka alipozaliwa mtu anaitwa nini? Mwokozi. Kwa kwenye wale watu kuna watu ambao walikuwa viongozi, lakini haikuishia kwa kiongozi anaitwa Daudi. Haikuishia kwa watu hawa 1 2 3. Kwa pale ambapo ilifika sehemu tukasema Mwokozi ameonekana, ikaisha. Lineage ikafanya nini? Ikakatika. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa ukoo uliokuwa unatajwa pale ulimalizika pale tu alipozaliwa Mwokozi. Na malaika alielezea vizuri sana. Bwana asifiwe. Wapeni viti hapo, mtu akae na mke wake jamani.
Tuelewana mpaka hapo? Kwa hiyo alipozaliwa Mwokozi, biashara ikabadilika. Hatuoni tena Yusufu akitajwa. Yusufu akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa mtu mwingine. Mtu mwingine ikaja ikafika akazaliwa Ebeneza. Ikaisha pale. What is the purpose? Bwana asifiwe. The major purpose of scripture is to explain salvation. Kwa lengo kuu la maandiko cha kwanza kabisa ni kuelezea wokovu. Wokovu ulipopatikana, Yesu hakuna maelezo mengine pale, izungumzia fulani akamzaa fulani. Kwa hiyo nikamwambia sio kwamba Mathayo alikosa cha kuandika. Akaamua kuandika Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yusufu. Alafu akamaliza hapo. No. Kuna kitu kilikuwa kinatafutwa. Sema kinatafutwa. Kwa Yesu alipoonekana tukasema wow. Get it. Na malaika akaelezea vizuri. Mtamuita jina lake nani? Yesu. Ambao kwa Kiebrania nani? Yeshua, which means the savior. Na akadescribe jina lake, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kwa hiyo tukimwelezea Yesu, na hatuwezi kulielezea jina lake Yeshua, ambaye kazi yake ni kuokoa watu na dhambi zao, matumizi ya Biblia mengine hayana maana. Tuko mpaka hapo? Bwana asifiwe. Kwa lazima tujue kusudi maalum. Kama ambapo tumesema kusudi la gari ni kukutoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Ikifa hilo kusudi, hata kama siti zake ni safi kiasi gani, is useless. So even the Bible, scripture, kusudi lake ni kuelezea mpango wa wokovu ambao Mungu alikuwa nao kwa wanadamu. Ule mpango ukiweza kuelezewa, hata haya mambo mengine yanakuwa na maana. Kwa hiyo uponyaji unakuwa na maana tunapoelewa wokovu. Sawa? Miujiza inakuwa na maana tunapoelewa wokovu. Sawa? Kwa hiyo tukiwa tuna miujiza na hatujui wokovu, we are lost. Umeelewa? Tukiwa tuna uponyaji wa mwili alafu hatuna wokovu, hatuelewi wokovu, tumepotea. Mwambie mwenzako umeelewa hiyo? Kwa ndio maana ya Yesu kusema manabii wote na Zaburi wamezungumzia jambo hilo moja, ya kwamba Kristo atateswa, atakufa, alafu atafufuka na kuingia katika utukufu wake. That's where the gospel relies. Bwana asifiwe. Tukaangalia alichokifanya Petro alipoanza kuhubiri pale Pentecost, siku ya Pentecost, the same thing akazungumza. Mtu huyu alitolewa, akafa, akafufuka, na Mungu amemuinua. Kumuinua maana yake amemtukuza. Amemtukuza baada ya nini? Baada ya kushinda mauti. Sawa? Alipomaliza pale akaenda Matendo ya Mitume 4, aka preach the same thing. Death, kufa, kufufuka na kuingia katika ufalme wake, ili tupate ondoleo la dhambi, ili tupate tufutiwe. Hawaachi yale maneno. Angalia wanavyoweka vizuri. Anazungumza mateso yake, kufa na kufufuka na matokeo yake. Bwana asifiwe. Kwenye Luka 24 kuanzia 44 mpaka 47 anazungumza matokeo yake, ili mpate ondoleo la dhambi. That's very important. Bwana asifiwe. Karibuni sana. Kwa hiyo tukiweka mazingira hayo kwamba that's the major purpose, tunaweza kuelewa Biblia vizuri sana. Tumeelewana? Lengo la kwanza la kula ni nini? Mnacheka. Why are we eating, man? Lengo la kwanza la kula ni kuua njaa, kuzima njaa. Sio kunenepa. Lakini kunenepa inaweza kama matokeo, si ndio? Umeelewa eh? Ndio maana chakula kikiisha, watu hawalii nimekonda, wanalia nina njaa. Bwana asifiwe. Kwa lazima tukae kwenye mazingira
yale ambayo Biblia inatuelekeza kwamba ili ndilo kusudi maalum. Actually, ukiwa unalijua kusudi kuu la maandiko, yale mengine unaweza kuoperate vizuri. Naomba niseme vizuri. Kama mtu haelewi kusudi la maandiko kwa habari ya wokovu, yale mengine atakuwa anazingua sana. Tuko mpaka hapo? Tuko mpaka hapo? Yeah. Kwa sababu kama Yesu alikuja kutufanya matajiri, angekuwa amechemka, maana tayari kulikuwa na matajiri kabla yake. Haina maana hawezi kufanya kuwa tajiri. Umeona ninachomaanisha? Yes. Lakini kama lengo lake ilikuwa ni hilo, basi ingekuwa useless. Kama ilikuwa ni kutuponya tu magonjwa, ingekuwa useless kwa sababu tayari watu walikuwa wanatumia madawa na wanapona. Umeelewa? Haina maana hawezi kuponya. Tuko mpaka hapo? Yes. Naona Paulo anasema mtu wa kwenu hawezi, mwiteni wazee wa kanisa waweke mikono. Sawa? Kwa sababu kuna uponyaji akiwekewa mikono, sawa? Bwana asifiwe. Amen. Kama lengo lake lilikuwa ni mtu akifa afufuliwe, ingekuwa useless. Kwa nini? Kwa sababu hata tuliowafufua washakufa tena. Kwa hata kufa na kufufuka kwa Lazaro haikuwa for eternal purpose. Kwa sababu alifufuka alafu akafa tena. Yuko mtaa gani? Unamjua alipo? Yes, kwa kwenda kufufua wafu, kuponya wagonjwa, haya ni matokeo, lakini sio major purpose. Sawa? Bwana asifiwe. Sasa sio mkute mgonjwa sasa hii sio major purpose, umeokoka kwanza. Actually kuna watu wengine wanataka uponyaji tu. Nilikuwa napata story ya mchungaji mmoja, alikuwa anaelezea Ebeneza. Alienda kwa mtu akamuombea, alikuwa anaumwa. Alipomuombea akapona, akaanza kumwambia habari za Yesu sasa. So wewe umerelease nguvu za Mungu zikamponya. Kwa hiyo akaanza kumwambia habari za Yesu, akasema bro, nataka kunikulipe nini? Wewe umeshaniponya, acha mimi niende zangu. Au kuna mpungo alikuwa anataka. Anakueleza habari za Yesu. Yesu kafanyaje? This means sio kila anayepona anamwamini Yesu. Umeelewa? Sio kila anayepona anaamini wokovu pia. Ndio maana uponyaji sio njia pekee ya kuelezea wokovu. Actually Yesu aliogaia watu vyakula, mikate na samaki, wakala na kusaza. Unaelewa hiyo ngoma? Unakula na kusaza na mlikuwa mnyikani. Mmeona tu jamaa amenyanyua mikono nani juu hivyo kashusha vikapu, ngoma hiyo. Watu wakasemaje? Huyu ndiye mwanangu. Yuko wapi? Kesho asubuhi wanamtafuta. Yesu akasema mnanitafuta kwa sababu jana mmekula. Si ndio? Alafu Yesu akataka kuwa direct kwenye injili sasa. Kwa alipoa direct kwenye injili akagoma. Maana alipoambia jamani msifuate tu vitu ambavyo vinakula vinaharibika. Unajua kula vinaharibika maana yake nini? Ukipitisha mdomoni inatoka sehemu nyingine inaenda chooni, sawa? Kwa hiyo ndo maana uharibifu unazungumziwa pale. Anasema hivi, msitake tu chakula ambacho kinaharibika. Anasema mimi ni chakula kinachotoka juu. Yesu alipoanza mtu anilaye mimi hatakufa, hata japokufa atakuwa anaishi. Alipoanza kuhubiri hivyo, wakatawanyika. It means wali reject gospel. Sababu Yesu alipokuwa anazungumza habari za kunila mimi, alikuwa anazungumzia habari za kufa kwake. Kuamini atakaye kufa. Ndio maana akasema Musa alinyanyua nyoka wa shaba jangwani, akizungumza habari za mauti yake. Pale washikaji wakakimbia, wakabaki wachache. Yesu akawauliza tena ishara, na nyinyi mnataka kuondoka? Petro akawai kama kawaida yake, asema Bwana, tuende kwa nani? Wakati kwako kuna maneno. Angalia, Petro hajavalu mkate, amevalu maneno. Ndio maana gospel lazima iwe spoken. Kama uongei, injili haiwezi kwenda. Kwako kuna maneno ya uzima. Unajua mimi kafikiri labda Petro ameelewa. Lakini pale mbele Yesu akaanza kuzungumza habari za kufa kwake. Akamrebuke, akamwambia mambo gani wewe? Mbali na kwamba alikuwa anaenjoy maneno yake, lakini hata hicho alichokuwa akisema hakuwa anakielewa. Kumbuka huko alisema wewe ni mwana wa Mungu, sijui na nini. Alisema alipatia, lakini baadaye akawa overtaken na desire za kibinadamu. Akasemaje? Utakiwa kufa. Unajua kwa nini hakutaka kufa? Wao walikuwa hawamtazamii mwokozi ambaye atakufa. Walikuwa wanamtazamia mfalme wa Israel atakaye waokoa mikononi mwa Warumi. Kwa alikuwa anamwaza a political figure, not a savior.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana hii inaitwa nini? Hekima ya Mungu, ambao ni upuuzi kwa Wayunani. Na kwa Yahudi pia hauelewi. Kwamba hii hekima gani ya Mungu ambaye badala ya kutuokoa mikononi mwa Warumi anasema anatuokoa na dhambi zetu. Umeona shida inavyokuwa hapo? The gospel is around maeneo haya. Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa sababu lengo la kwanza la maandiko matakatifu ni kusudi kubwa ni kueleza mpango wa Mungu juu ya mwanadamu. Kumwokoa mwanadamu, sawa, na mambo yanayozunguka mpango huo wa wokovu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nataka niseme leo. Hilo jambo la kwanza limetuweka siku 2 mfululizo. Lengo hilo sasa ambalo nimesema lengo huu na wokovu lina muonekano tofauti kwenye vitabu tofauti. Narudia tena. Lengo hilo la wokovu lina muonekano tofauti kwenye vitabu tofauti. Kama Yesu anasema mambo haya ndio niliyoandikiwa kwenye Torati na manabii. Kwa nini hatuoni mambo hayo kwenye kitabu cha Mwanzo? Anasema Musa aliandika habari zangu. Musa aliandikaje habari za Yesu? Mbona inavyokuwa changamoto? Hakuna sehemu yote Musa ameandika Jesus au Yeshua, amna. Kwa lina muonekano tofauti. Kwa lazima tuwe na uwezo wa kutafsiri maandiko sawa sawa ili tumuone Yesu akifundisha, Musa akifundisha habari za Yesu, tuone manabii wakifundisha habari za Yesu, tuone Zaburi ikizungumza habari za nani? Za Yesu. Mnaelewa mpaka hapo? Tuko mpaka hapo eh? Sasa tunajuaje hizi habari? Jambo la kwanza, kutoka Mwanzo mpaka Malaki kuna namna imekuwa presented. Narudia tena. Wokovu uko Mwanzo mpaka Malaki, lakini kuna namna imekuwa presented. Andika hiyo. Wokovu uko Mwanzo mpaka Malaki, lakini kuna namna imekuwa presented. Hiyo namna ndo nataka nikuonyeshe leo. Yesu anasemaje? Musa aliandika habari zangu. Yesu ana ujasiri gani wa kusema nilikuwepo kabla Ibrahim hajakuwepo? Ndio maana nataka kumpiga mawe. Wewe tunajua mtoto wa seremala ulikuwepo tu hapo mtaani juzi. Umezaliwa hapo, tunajua dada yako si fulani. Lakini Yesu akamwambia nilikuwepo kabla ya Ibrahim. Kumbuka Yesu aongea vitu hewani. Anaongea vitu ambavyo vimeandikwa. Sawa? Tunaelewana mpaka hapo? Ndio maana hakuna sehemu yoyote Yesu amefanya jambo kama hana waka imeandikwa. Habari zote zinazomhusu Yesu zimeandikwa. Zote. Kitendo cha kuzaliwa na bikira haikuwa accident, imeandikwa, si ndio? Kitendo cha kutoka malaika aliposema waende Misri imeandikwa, si ndio? Na alimuita mwanangu kutoka Misri, si ndio? Kitendo cha kusema kwa mafumbo iliandikwa. Nothing. Ndio maana nikasema hivi, ukitaka kutafsiri maandiko vizuri, hutakiwi kutoa vitu hewani, kwa sababu kila kinachotakiwa kutafsiri maandiko kwenye maandiko. Haleluya. Kila kinachotakiwa kutafsiri maandiko kiko kwenye maandiko. Kwa Yesu alipokuwa anaongea habari zake, alikuwa hatoi hewani. Kwenye Yohana 5:39 anasema, "Mwayachunguza maandiko mkidhani mtapata uzima ndani yake, wala hamji kwangu mpate uzima." Anasema, "Na hayo maandiko ndio yanayonishuhudia." Kwa Yesu anasema hivi, ushuhuda wa maandiko ni mimi. Kwa kama maandiko hawezi kumshuhudia Yesu, yatakuwa yamemiss component kubwa sana. Tuko mpaka hapo eh? Kwa ili maandiko yao yana thamani, lazima yao naweza kumfunua Yesu. Sasa kumbuka Yesu akisema maandiko mara nyingi alikuwa anarifaa vitabu vya Agano la Kale, kwa sababu Mathayo haikuwepo, sawa? Hiyo inahitaji tu common sense. Ukisoma maandiko kwenye Yohana, definitely anazungumzia Mathayo mpaka Mwanzo mpaka Malaki. Ndivyo vivyo vitabu alivyoingia kwenye hekalu, akafungua chuo cha nabii Isaya, akatafuta mahali imeandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa hivyo ndio vitabu vilivyokuwepo, sawa? Tumeelewana?
Kwa hiyo alionekaje kwenye Mwanzo mpaka Malaki? Nataka nikuambie baadhi ya maneno ambayo ni vizuri kuandika. Andika haya maneno. Alionekana kama ahadi, promise au prophecy, unabii. Dada, hiyo hujaandika. Andika kwenye simu au una rekodi? Yeah. Sawa. Alionekana kama ahadi. Kwa hiyo tukisoma kwenye vitabu vya Agano Jipya, tunatakiwa tuone ahadi ikiwa imetimia, si ndio maana? Na tuweze kutembea kule kuangalia hiyo ahadi ikiwa imeandikwa kule. Kwa sababu kama the Bible is a most Kimasai kinaanza kuja. Uncontradicting book. Wale HG nani msaidie? HGL ni uncontradicting. Okay. The book with high level of integrity. Nimeweka Kiswahili Kiingereza vizuri. Kitabu ambacho kina integrity. Maana yake kilichoandikwa Mwanzo hakipingani na kilichoandikwa Ufunuo, si ndio? Ina namna tunatakiwa kuangalia Mwanzo ili uweze kufanisha kilichoko wapi? Ufunuo. Kuna namna tunatakiwa kuangalia Mwanzo ili ufanishe na kilichoko kwenye nini? Mathayo. Kwenye Matendo ya Mitume, kwenye nyaraka za Paulo, za Petro na za Yohana. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa kuna namna ya kuangalia. Ndio maana nataka nikufundishe ili wewe ukiwa nyumbani unaweza ukasoma Mwanzo na bado ukamwona Yesu. Kwa hii ninayokupa ni dawa. Sema dawa. Yeah. Ni dawa ambayo hata unaweza kujitibu ukiwa nyumbani. You don't need Apostle Shemeji to appear uweze sasa. Hapo ni ile ngapi mara ngapi? Hata nikifa kesho, you guys can still continue teaching you the Bible with high level of integrity. Bwana asifiwe. Mbona mnakasirika sasa? Hao hamtaki advanced diploma in theology. Kwa hiyo anaonekana kama ahadi moja, mifano mbili, unabii tatu, mafumbo 4, lugha ya picha 5, vivuli 6, siri. Mystery. Siri maana yake ni kitu kilichofichwa. Semi za mafumbo. Sasa nitaelezea. Semi za unamsoma pale, unacheki fumbo alilotoa Samsoni. Una crack kichwa. Samsoni alikuwa anamaanisha nini hapa? Ndugu yangu, huwezi kufunua misali ya Samsoni mpaka unamjua Yesu. Kama umjui, kile kiliwauma watu vichwa. Na tutapita mpaka misali za Samsoni alikuwa anamaanisha nini. Mwanzoni nilipoona nikawaza, nikajua mimi nilikuwa kipanga darasani. Yaani ukinipa misali za Kiswahili lazima tu nitapatia. Yaani nitajaribu hata kufikiri mwalimu ataniwekea hata tiki na kukata wale juu. Hata kama sijapata yote. Nikawaza, akili yangu yote ikagoma. Ufunuo wa pale nilikuja tu kupata pale nilipofahamu kwamba lengo la maandiko ni kuelezea habari za wokovu na mambo yanayozunguka kama major purpose. Ikanisaidia, akaniponya vitu vingi sana. Bwana asifiwe. Ndio maana unaweza kaanza kusoma Mwanzo moja ukaanza kuelewa. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Akasema ikawa nuru. Atafuta hii nuru gani? Alafu huko mbele tena anaumba mianga. Asema ikawa nuru juu ya nchi. Hii nuru ya kwanza ni ipi? Unaweza ukareconcile sasa na Yohana 1 mstari wa kwanza. Huyo nuru alikuwa nani? Na alikuwa nuru ya watu. Huyo you can see kabisa. Huyo nuru amedhihirishwa. Alikuwepo, hiyo nuru ilikuwepo. Yohana anachoshuhudia sio kitu kigeni, ni kitu ambacho kilikuwepo. Na maandiko yanaonyesha wazi. Sasa nataka uone baadhi ya haya mambo. Kwa hiyo huyu Yesu sasa ambaye ndiye amebeba mpango wa wokovu, kama lengo la maandiko ni kufunua wokovu unaopatikana ndani ya Yesu Kristo, tunaonaje? Kwa hizo ahadi, mifano, siri zimetumikaje? Moja, zimetumika kama watu. Kwa kuna watu ambao wanamfunua Kristo kabisa kwenye Agano la Kale. Wangapi wanamfahamu Isaka? Unajua Isaka aliyekuwa anasukumwa, anapelekwa na baba yake kwenda kutolewa sadaka, ilikuwa ni nani? Lugha ya akimaanisha nani? Kristo. Ndio maana alibeba kuni. Kulikuwa na mjakazi, si ndio Lakini alibeba zile kuni akielekea wapi? Mlimani. Sawa?
which is actually ilikuwa ni prophecy ya kwamba Yesu atachukua msalaba wake kuelekea Golgotha. Tunaipaga aliubeba msalaba kuelekea. Isaka aliportray the whole thing. Lakini kwa sababu ilikuwa ni lugha ya picha, Mungu hakumruhusu Isaka auawe. Kwa sababu Mungu hakutaka kumuua Isaka, wala hakutaka Isaka afe. Mungu alichokuwa anazungumza ni prophecy ya kwamba mwana kondoo wa Mungu atauawa. Kwa sababu mzee Ibrahim hakuelewa kwamba Mungu alikuwa anamfundisha nini kwa lugha ya picha, Mungu akamuonyesha, akamwambia usimuue mtoto. Akatoka nini? Kondoo. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ndiye Filipo alipomuona akasemaje? Filipo moja Yohana 1:45. Filipo anasemaje? Leo naona mjashika mic. Yohana 1:45 anasemaje? Kwa pale akaona kondoo. Alafu mahali pale pakaitwaje? Yehova Jire. Nikamwambia siku moja, Yehova Jire sio jina la Mungu. Yehova Jire ni jina la mahali. Akapaita pale Yehova Jire. Kwa mfano, daraja la Mkapa ni Mkapa. Mkapa amefanya mambo, labda Tanzania wakampenda, wakasema tuipe jina hapa daraja la Mkapa. Maana yake nini? Hapa tumempa kwa ajili ya kile tulichokiona, kwa tumewaza mtu ambaye anataka tumpe jina la hapa, tuite daraja la Mkapa. Mfugale anakaa pale nani? Ile flyover za Mfugale, pale ni Mfugale. Bwana asifiwe. Kwa Yehova Jire sio jina la Mungu, ni jina la sehemu ambapo mtu alipata ufunuo kile anachofanya nani? Mungu. Kwamba Mungu akaprophesy ya kwamba Mungu atakuja kutoa kitu ambacho kinaonekana kinatolewa pale nini? Kondoo. Akaangalia kwenye kichaka, akamwona kondoo amefungwa nini? Na miba wapi? Kichwani. Akamtoa. Alafu akafanya nini? Akachinjwa. Hiyo nini? Ilikuwa ni lugha ya picha ya kufa kwa Yesu Kristo. Na nitakuonyesha kwenye Warumi 4. Nitakuonyesha kwenye Waebrania 10:11. Tutapita hizo huko kote leo. Kwa hiyo imeonekana kama watu. Msoma alichoona Yohana. Nani? Filipo. Yohana 1:45. Yohana 1:45. Filipo akamwona Nathanaeli. Akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Muone, alipomwona tu akasema tumemwona yule aliandikwa na nani? Na Musa. Kwa Musa ameandika wapi? Musa ameandika habari za Yesu wapi? Mpaka ujue Musa, akitajwa Musa haimaanishi a person of Moses. Anazungumzia nini? The books of Moses. So Musa aliandika wapi? Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Lawi, Hesabu. Viko vitano. Kimoja nimeacha kipi? Ukisoma Mwanzo pale imeandikwaje juu kabla ya Mwanzo 1:1? Imeandikwaje? Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Kwa hiyo ukiuliza mwandishi wa Mwanzo ni nani? Musa. Kwa hiyo Musa kwenye Mwanzo ameandika habari za nani? Za Yesu. Kwani Isaka yuko wapi? Isaka yuko kwenye kitabu cha nani? Cha Mwanzo. That's straight. Sema utumii nguvu. Haya, kwa hiyo tumemwona, kwa kuna watu kama actually hata ukisoma habari za Yusufu. Soma habari za Yusufu. Habari za Yusufu is purely portray. Ni portray ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Aliuzwa na ndugu zake, si ndio? Yes, Petro wakati anawananga Wayahudi aliwaambia hivi, mtu huyo mkamtoa mkononi mwa nani? Mwa watu wabaya. Maana yake walimtoa wale makuhani ambao ni Wayahudi, walimtoa kwa jeshi la Rumi na wakafanya yao. Sawa? Wakafikiri kufanya hivyo ilikuwa ni kumpoteza, kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Wokovu. Ndio maana Yusufu baada ya kupelekwa kwa Potifa, kachomoka magereza 1, 2, 3, akaingia ikulu. Aliwaambiaje ndugu zenu? Ninyi mlikusudia
mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Mungu amenileta huku ili kufanya nini? Kutunza maisha yenu. Umeona lugha hiyo? Hilo alikuwa somo la vision, ndugu yangu. Ilikuwa somo la nini? Salvation through Christ. Ilikuwa ni wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Na iko wazi tu. Hata vituji kutumia msuli mwingi. Ukishaelewa ya kwamba watu wao walikuwa wanamportray Yesu, ukimsoma Yusufu unamuelewa sana. Unamuelewa sana. Shida ni kwamba unamtumia Yusufu mara nyingi kuzungumza, inawezekana una maono, lakini ndugu zako wanakupinga. Ndipo wanapoingia chaka. Ndugu zake pale ni Wayahudi. Na ilikuwa ni lugha ya picha ya nani? Yesu Kristo atakavyotendewa. Yes, actually Yesu alipofufuka ndo maisha ya watu yakapata wokovu baada ya Yesu kufufuka. Ndio maana kwenye Warumi 4:25 anasemaje? Alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuliwa kwa ajili ya haki yetu. Na mengenye Bwana asifiwe. That's the function of that story. Ilikuwa ni kudisplay habari za wokovu. Sisi unaelewa? Unaelewa unakuchanganya? Au hujazoea kusikia? Umeelewa ndugu yangu? Hiyo ndio purpose kubwa ya ile story. Ndio maana akasema alikuja kwa walio wake wakamkataa. Alikuwa anazungumza nini? Lugha ya picha, Wayahudi. Kwa kitendo cha kumtupa shimoni, kutoa, kumuuza, ilikuwa ni lugha ya picha. Mmeelewa namna kumuona Yesu kwenye Agano la Kale? Halo. Amen. Nirudie. Habari za Yusufu. Kwa kitendo cha kumuona Yesu kwenye Agano la Kale, utamuona kwa lugha ya picha namna hiyo. Like people, kama watu. Nimetoa mfano wa watu. Naweza nikatoa wengi. Even Samsoni is a portray ya Yesu Kristo. Samsoni. Somo la kwanza la kupata kwa Samsoni sio namna ya kushinda Anatumiaga ofisi, anatumiaga Delila. Namna ya kushinda mwanamke mwenye moyo kama wa Delila. Sio vibaya ukishinda wanawake wenye moyo mbaya kama wa Delila, lakini not the primary message. Sio kusudi la kwanza la ujumbe wake. Unasoma tu pale anasema hivi, siku ile ambapo Samsoni anakufa, aliua watu wengi zaidi, au alipata ushindi mkubwa zaidi alipokuwa anakufa kuliko alipokuwa hai. Maana yake nini? Through his death many will be saved. What about Christ? Kwa kufa kwake wengi wapate uzima wa milele. Kufa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. What is Samson? Samson anaitwa Masihi, mnadhiri wa Bwana. Mnadhiri wa Bwana aliyekuwa anasubiriwa nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo Samson alikuwa anamportray Yesu Kristo kama mnadhiri wa Bwana. Bwana asifiwe. Ndio maana hata kuzaliwa kwake ilikuwa ni kwa uwezo. Sasa mama yake alikuwa amekata tamaa, baba yake alikuwa amekata, mzee Manoa alishakata tamaa kitambo. Kwa Mungu asema, let me use your womb to demonstrate my message. Ngoja nitumie tumbo lako kudemonstrate ujumbe utakao kuja. Ndio maana kudharau kazi ya msalaba ni dharau kubwa sana. Kama Mungu alikuwa anaweza kutumia mpaka tumbo la mtu kufundishia habari za wokovu, then una neglect, you must be nahitaji msaada. Umeona changamoto inavyokuwepo? Bwana asifiwe. Kwa hiyo imetokea kama watu. Kwa hiyo utaona wakina Yusufu, wakina Isaka, wakina Melkizedek. Kwenye Waebrania anatajwa Melkizedek. Hiyo mistari yote tusoma. Melkizedek anatajwa kama kuhani kwa mfano wa Yesu Kristo. Kwa alichokuwa anafanya Melkizedek, alikuwa anaportray nafasi ya nani? Yesu Kristo. Mwae kusoma Waebrania 7 Yes. Kwa ukitaka kumuona Yesu, ukimkuta Melkizedek, mstadi vizuri, just like Jesus. Umeelewa? Melkizedek yuko kwenye kitabu gani? Mwanzo. Na Mwanzo kitabu kilichoandikwa na nani? Na Musa. Kwa hiyo Yesu anaposema Musa aliandika habari zangu, aliandika kwa namna gani? Melkizedek inclusive. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo? Sasa nataka niwaonyeshe baadhi ya vitu hapo. Kwa hiyo kuna watu actually hata Danieli alimuona mtu wa 4 ndani ya moto. Huyo mtu ndani ya moto alikuwa nani? Kidogo
mfalme afunguliwe macho kidogo aone mbali. Akasema tunaona mtu wa 4. Yule mtu ni mfano wa mwana wa miungu. Amewahi kumwona mwana wa miungu wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kuna mazingira kama hayo ambayo hata Sara na Hajiri. Sara na Hajiri, fundisho la kwanza unakalopata kwa Sara na Hajiri sio namna ya kuishi na mjakazi. Biblia inasema Sara na Hajiri ni mfano wa maagano mangapi? Mawili. Unaona kama vile hujawahi kupita mistari kwenye Biblia eh? Yes, nitakuonyesha kwenye Wagalatia. Sara na Hajiri ni mfano wa maagano mawili. Agano lipi? Agano la neema na agano la nini? La sheria. Sawa? Ambao agano la neema tunaita agano jipya. Agano la sheria tunaita agano la kale. Kwa Sara na Hajiri walikuwa na play part ya kufundisha tofauti ya agano jipya na agano la kale. Ndio maana Abraham akamruhusu Sara, akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi pamoja na uzao wake. Maana yake iondoe torati pamoja na nini? Na matokeo yake. Kwa sababu lengo la torati ni kuua. Mnakumbuka vizuri? Yes. Asema pasipo sheria hakuna makosa. Bwana asifiwe. Nitaelezea taratibu. Paulo anasema kwenye Warumi 7:7, akasema sheria ilipokuja ikanigusa tu nikafa. Ndio maana inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Lakini sheria ya roho wa uzima ulio ndani ya Yesu Kristo inahuisha. Bwana asifiwe. Amen. Umeona tofauti? Kwa anaambia mfukuze mjakazi pamoja na nini? Na uzao wake. Kwa Ishmael sio kama watu wengine wanaita Ishmael ni Waislamu na Isaka unajua ni Wakristo No. Ishmael ni uzao unaotokana na jitihada za wanadamu kumpendeza Mungu, ambao unaitwa Torati. Isaka anaitwa mtoto wa muungwana. Maana yake ni mtoto au uzao au matokeo ya kukaa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu au chini ya neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana Paulo anaandika dhambi haitawatawala ninyi tena, maana hampo chini ya sheria bali chini ya nini? Neema. Kwa hiyo ilikuwa inajibu swala la utawala wa dhambi. Bwana asifiwe. Tumishi unaelewa? Sofia unaelewa? Kabisa. Oh, yeah. Ukiona wale unanyosha mkono, hapo hebu elezea vizuri kama alivyosema Martina. Hapo endelea vizuri. Watumishi wa Mungu mnaelewa? Amen. Kwa hiyo muhimu sana tuangalie namna hii taratibu. Utaona namna ambapo Biblia inakuwa kitabu kitamu. It will never contradict you again. Yaani utasimama mbele ya mahakama yote kuitetea Biblia kwa sababu itakuwa inaeleweka tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Tusipofanya hivi tunapata maswali kama naona Biblia inajichanganya bwana. Biblia msitu mnene. Tunaanza kupata hizo lugha. Biblia ni msitu mnene. Msitu mwepesi. Ukishajua lengo lake inakuwa hata kichaka naona kama nzito. Inakuwa nguzo inayoonekana. Unajua tu nguzo ina urefu huu, ina urefu huu. Mungu hana haja ya kutupa vitabu 66 ambavyo hatuwezi kuelewa chochote. Why? 66 book and we don't understand God, we don't understand salvation. Hakuna chuo chenye vitabu vingi kama Biblia. Ukristo ndio una vitabu vingi kuliko chochote. Okay, wangapi wamemaliza degree? Hamjamaliza hapo wote jamani. Taandamana. Okay, wangapi wanawake wamesoma kwenye degree, wamesoma vitabu sawa sana Biblia, vitabu 66. Bachelor. Mimi nimesoma advance. Hata hivyo vitabu vikubwa hivyo hatujavimaliza. Tulikuwa tunaenda hivi tunatafuta kwenye biological science. Kuna ka topic unaona kinakuzingua, unakitafuta ka box click acid pale. Unaenda unatafuta ujue kitu RNA. Unaona you study by part. Wewe ukakaa na mkate, unaosoma mwanzo mpaka mwisho. Unatafuta ukikusanya ulivyosoma kwenye mkate haviki vitabu Biblia. Sasa chuoni umesoma human resource management. Haviki vitabu 66. Hata Zaburi yenyewe inawezekana haijafika. Handout tunaletewa kiko hapa.
Unapiga handout tunasubiri maswali ya kozi nzima. Handout ina page ngapi? 40 kama ni nyingi. Lakini tunaelewa human resource management na tuna uhalali wa kuajiriwa kama human resource manager. When it's come to becoming a Christian, you don't understand your Bible. How can you become a preacher? Umeelewa eh? Jamani, tuacheni kumlaumu Mungu kwamba haieleweki. Sio msitu. Sema inaeleweka. Lakini lazima nifundishwe namna ya kuisoma. Sema na hiyo. Bwana asifiwe. Kwa ni jambo la muhimu sana. Kwa Sara na Hajiri ilikuwa pia ni mfano wa maagano mawili. Namba 2, matukio. Nimesema watu. Matukio. Kwa kuna matukio pia ambayo yako mengi kule. Nitataja baadhi. Hapo nimeishia Sara na Hajiri, lakini ningetaja watu wengine zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Tumeelewa eh? Ndio maana sasa kama Biblia ni mafumbo, ni ahadi, ni lugha ya picha, ni vivuli, ni siri. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utachanganyikiwa ukianza kufikiri kwamba mti wa uzima na mabaya ni apple. Ujuzi wa mema na mabaya ni apple. Utachanganyikiwa. Unakulaje apple alafu unapata maarifa? Yaani you eat the apple, you become IQ yako inaongezeka. Watu wangekuwa wanakula apple wangekuwa na faulu sana darasani. Tunaanza kumsingizia na nani kwamba unaona pale nani Steve Jobs kwenye apple pale iliyong'atwa, ile ni mfano ya Adam na unaona. Usipojua tafsiri ya maandiko unapotezwa na kitu kidogo. Yaani unaona tu apple kwenye simu ya mtu unawaza mambo mabaya. Unaona iliyong'atwa pale, hii tafsiri ya 666 umetoa wapi? If you don't understand how to interpret scripture, you always get your private interpretation. Na private interpretation itakutesa. Kuna watu hawana imani kwa sababu amani sasa hivi. Wana stress na Biblia ndio inawapa stress. Ana bunduki, anataka kujiua nani? Baada ya kumua nani? Adui anaitwa ujinga juu ya nani? Mungu. Na sala huko. Bwana asifiwe. Naomba tuendelee hapo, nionyeshe jambo lingine. Matukio. Kuna matukio kadhaa kama utoaji wa sadaka za wanyama. Kwa nini leo atoi sadaka za wanyama? Nani leo anakuja sema nimekuja na sadaka yangu ya madhabahuni, naona dhambi zangu zimezidi. Unaleta kondoo hapa. Tunaanza chinjiology. Tunasema sasa imeandikwa. Utaweka mkono juu ya huo kondoo, alafu utakata. Ukikata sasa unaambiwa nenda, dhambi zako zimesamehewa mwaka huu. Bwana asifiwe. Kwa ilikuwa ni lugha ambayo ya picha. Kwa wale mafahali na ng'ombe, ukisoma kwenye Waebrania utafurahi sana. Wale mafahali, ng'ombe, huwa ilikuwa na sadaka zote za kuteketezwa. Ilikuwa ni lugha ya picha ya kwamba somebody will die for the sin of the world. Sawa? Sawa? Kwa ni vizuri ukajua kwamba iko namna hiyo. Bwana asifiwe. Kwa matukio, kwa unatoaji sadaka hata ile kutoka Misri. Kutoka Misri. Nabii mmoja ameandika nalimuita mwanangu kutoka Misri. Alafu baadaye kwenye vitabu vya Injili habari hiyo ikaandikwa tena. Kutoka Misri. Bwana asifiwe. Na tusipoelewa hii tutachanganya sana. Kwa mfano, sasa hivi Wakristo wengine wanatumia maandiko ya uchinjaji wa wanyama kutoka Agano la Kale kutafsiri ya kwamba Wakristo nao wanatakiwa kuchinja wanyama. Hata kushindana na Waislamu. Sio, kwa sababu tunajua lengo lake ilikuwa sio kufundisha namna ya kuchinja ng'ombe. Lengo lake ilikuwa ni kumfunua nani? Kristo, kueleza kufa na kufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa walipokuwa wanachinja wale wanyama ilikuwa ni ishara ya kutoa uhai wa mtu mwingine. Ndio maana kwenye mambo ya Lawi yameandikwa kabisa uhai wa huyo mnyama uko ndani ya nini? Damu. Sawa. Kwa lengo la hiyo damu ni kuportray uhai wa mtu. Ndio maana Yesu anaitwaje? Yohana alisemaje alipomwona? Tazama mwanakondoo wa Mungu. Kwani amemfananisha mwanakondoo? Alikuwa anarifaa kwenye maandiko.
tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa Yohana aliweza kuonyesha sawa sawa na maandiko kwamba watu tulichokuwa tunachinja kule ilikuwa ni lugha ya kuzungumza habari za nani? Za Kristo. Naelewa mpaka hapo? Sawa. Kwa tumezungumza habari za hao nani? Okay. Kingine nataka tuone pia vitu. Tumeangalia watu, matukio, vitu. Vitu. Vitu ni kama vipi? Naomba tutaje baadhi. Kwa mfano, hema ya kukutania. Bwana asifiwe. Hema ya nini? Ya kukutania. Tutasoma kwenye Waebrania. Hema ya kukutania ilikuwa ni lugha ya picha ya maisha ndani ya Yesu Kristo au ndani ya mwamini kabisa. Ndio maana mwandishi wa Waebrania anasema hivi, Musa alikuwa anatengeneza kitu kilicho na mfano wa vitu vya mbinguni. Vitu vya mbinguni ni nini? Mwamini. Kwani mwamini yuko wapi? Ndani ya Kristo. A believer is in heaven in Christ. Kwa alichokuwa anaona, alivyoanaweza hapa panatakiwa pasafishwe sana, hapa panatakiwa patakatifu sana, hapa panatakiwa hapa. Alikuwa anazungumza habari za mwamini. Yet tunaweza kwenda ndani ya hiyo hema ya kutania tukachambua kitu kimoja baada ya kingine kwa habari ya mwamini. Iko plain. Na hutoi kichwani. Unatoka kwenye nini? Maandiko. Sawa? Tuko mpaka hapo? Hema ya kutania. Cha pili, hekalu. Hekalu la Suleiman lilikuwa halimaanishi actually hekalu. Na Yesu amefundisha kabisa. Na Yesu alikuwa anawapiga dongo. Nakumbuka Yesu aliwaambiaje? Bomoeni hekalu hivi. Watu wakajua anawaza hekalu lile. Nami nitalijenga ndani ya siku 3. Yesu alijenga nini ndani ya siku 3? Kanisa. Kanisa ni matokeo ya nini? Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kama Yesu hakufa na kufufuka, hakuna kitu kinachoitwa mwili wa Kristo. Kanisa. Kwa Yesu alichokuwa anajenga ni mwili wake. Maana Biblia inasema sisi ni jengo la Mungu. Kuonyesha hekalu alikuwa anamaanisha mwili wa Kristo. Paulo anawaambia wa Korinto, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu ambalo Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Umeona tafsiri ya hekalu? Kwa ukibaki kule hutaelewa mpaka uje huku mbele. Ndio maana nikasema juzi, Biblia unatakiwa usome reverse. Kwa sababu tafsiri ya mambo ya kule yako mbele. Umeelewa? Tafsiri ya mambo ya Agano la Kale yako kwenye Agano Jipya. Kwa Yesu alipokuwa anasema tumeona Yesu alipofuka alijenga hekalu la kushikika? Hakujenga. Kwa nini hakujenga? Sicho alichomaanisha. Alimaanisha nini? Mwili wake. Kwa Mungu anakaa wapi? Niwaambia juzi. Anakaa ndani ya mwili wake ambao nini? Paulo anasema ndilo ninyi, kanisa. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo? Ndio maana Stefano alipigwa mawe. Kwa nini alipigwa mawe? Alisema Mungu hakai katika nyumba iliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Sikiliza. Thamani ya jengo tunaloita kanisa ni wewe. Usipoenda haina maana, ni jengo kama jengo lingine. If you are there, inapata angalia, yani kanisa limeingia kanisani. Bwana asifiwe. Ili eneo halina maana kuitwa kusanyiko la kanisa kama hakuna mtu kama wewe. Akapigwa mawe. Kwa nini? Kwa sababu kwa Yahudi hekalu lina heshima yake. Na yet Mungu akaprove kwamba alikuwa akai kwenye hekalu. Aliprove vipi? Pazia la hekalu likapasuka. Kwamba nyie nimeongea mafumbo hamkuelewa. Sawa? Wayahudi wakaona isiwe nongwa. Mungu anakaaga huko ndani, tuna uhakika. Wakashona. Na ngoma ikaendelea mpaka leo kwamba Mungu anakaa pale patakatifu palipotengenezwa na mikono ya nini? Ya wanadamu. Na Daudi aliwahi kuchana pia kwenye Zaburi akasemaje? Mtanijengea nyumba gani ili nipate kukaa? Maana mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia. Anasema if I want to occupy a space, hata dunia intoshi na mbingu intoshi. Nitaweka kiti kule, nitaweka huko. Yaani nitasambaa. Daudi akasemaje?
nijifiche wapi mbali na uso wako? Maana hata nikienda kuzimu wewe upo. Wonderful enough, Mungu akakubali kukaa ndani yako. Na kwa nini amekubali kwenda ndani yako? Kwa sababu wewe ni jengo la Mungu alilojenga mwenyewe alipomfufua Yesu kutoka wafu. Kwa kufa na kufua kwa Yesu kumekutengeneza wewe uwe mazingira salama ya Mungu kukaa. Unaonaje hiyo? Shida ni kwamba narudia tena kusema, shida ni kwamba watu wengi wamejichukulia hawana maana, they are useless, kiasi kwamba hawana imani kama Mungu anaweza akaa ndani yao. Yaani wanaona Mungu akae humu kichomi kama hiki. Nani amekwambia wewe ni kichomi? You are too much. Wewe sio kichomi. Achana na maneno ya vijiwe nongwa. Wewe sio kichomi. Wewe ni makazi ya Mungu. Sema mimi ni makazi ya Mungu. Mimi ni makazi ya Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu. Ndio maana hata ukijua hivyo kuna namna unaanza kurespect yourself. A dwelling place of divinity is here. Is here. Ina change hata unapoomba. Baada ya kudownload nguvu za Mungu toka mbinguni unaanza kurelease toka ndani. Inageuza unapoombea wagonjwa. Mungu naomba sasa ushushe nguvu zako. Umponye na huyu brother. Mungu naomba ushushe nguvu zako. Unaona concept inavyoharibika. Unaomba Mungu ashushe nguvu wakati amekaa ndani. Baada ya kusema, Paulo anasema hivi, basi atukuzwe yeye afanyaye mambo makubwa mno zaidi ya yale tuyawazayo ama. Unaona mawazo yetu yalivyo na nguvu, tuombayo au tuyawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. You are healed. Hauponyi kutoka mbinguni, unaponya kutoka ndani. Ndio maana wengine wakianza kuomba, magoti kwanza. Baba, shusha nguvu zako kwanza. Baba, mpaka asikie kidogo shoti, shusha nguvu. Ndugu yangu, mgonjwa anakufa hapo. Shusha nguvu zako. Tena maandiko hatufundishi kuombea. Yesu alikuwa anambia nendeni pozeni wagonjwa, sio waombeni wagonjwa. Mwambie tembea. Hiyo concept isipokaa vizuri, ndugu yangu, utajicheki hivi leo kweli naenda kanisani kuombea wagonjwa. Leo ibada yangu ni ya kuombea wagonjwa. Apostle amesema Messi ataombea wagonjwa. Hivi jana sijatukana kweli? Kama vile Mungu alikuwa amejitegesha hapa. Ukikosea anakimbia. Mungu rudi basi. Njoo baba. Hey. Ule muda ungekuwa unaandaa chorus za kuja kuimba hapa. Huo muda unaanza kufikiria, unaanza kudownload. Who told you to be sin conscious? Be righteousness conscious because that's who you are. Actually watu wengi wanawaza kama wametenda dhambi ndio wanatendaga mara nyingi. Kwa sababu unajijaza. Si unajua mawazo eh? Yes, you walk your thoughts. Umeelewa ninachomaanisha? Mawazo yanayapa nafasi ya kukaa sana ndio yanayokutawala. Waza utakatifu wa Mungu ulioko ndani yako. Waza upendo wa Mungu ndio pendo, tunda la Roho ni. Unaye Roho Mtakatifu. Waza tunda la Roho ulioko ndani yako. Waza wema wa Mungu ulioko ndani yako. Waza usafi wa Mungu ulioko ndani yako. Ukiwaza hayo yataanza kumanifest. Nasema inakuwa very natural. Lakini una struggle na baadhi ya vitu. Kwa nini? Kwa sababu ndio unavyofikiria. Umeacha kufikiria alichokifanya Yesu ndani yako, unafikiria unayoyafanya. Yale unayoyafanya unapoyafikiria maana yake una digest. Ukiadigest they build you and you become like them. Hiyo ndio dawa ya kuwasaidia vijana wanaangaika na pornography, masturbation, uzinzi. Ndio dawa yao. Dawa yao, stop thinking of what you are doing kwa sababu umeshindwa kuacha ulipokuwa unafikiri. Anza kufikiria alichokifanya Yesu ndani yako. Ukienda tu unasema Kristo ndani yangu tumaini la utukufu. Unataka kushika na kufanya masomo mimi makazi ya Mungu. Unamjua Mungu wewe? Kakaa humu. Mimi. Unasema no. It's not me. Labda mwingine. I don't qualify. Kuna thamani unaiona ndani yako ambayo huwezi kupata kwa kuwa na fedha na dhahabu. Umeelewa ninachomaanisha? Bwana asifiwe. Kwa ukweli peke yake ndio unaweza kuweka huru. Ukajiona kama Kristo anavyokuona. Inakupa stamina ya mambo mengi. Tumeelewana mpaka hapo? Jambo la ngapi nimesema hilo? Jambo la pili, nimesema la tatu. Watu, matukio, vitu. Kwa hiyo nimetaja hema ya kutania, hekalu, hata ule mwamba ambao Paulo aliupiga. Musa aliupiga. Paulo ameandika vizuri. Ule mwamba ni nani? Kristo.
Lakini ukisoma kule sana watu walipiga mwamba maji yakatoka. Inawezekana nawe kwenye maisha yako na mwamba. Unafanya private interpretation. Biblia inasemaje juu ya mwamba? Mwamba ni nani? Yes. Na tunaimbaga mwamba ni Yesu. Unafikiri wametoa wapi? Bwana asifiwe. The rock that gave, iliyotoa maji yasiyo machungu, maji masafi. Na Yesu akasema mimi ndiye maji ya uzima. Sema tafsiri kwa wazi. Kwa mwamba ule ni nani? Hata mana. Na Yesu mwenyewe alifundisha juu ya mana vizuri. Alisema mimi ndio chakula kilichotoka juu. Kwa walichokuwa wanakula pale ilikuwa ni kutangaza mauti ya Yesu Kristo. Ndio maana baadaye Yesu akaja akademonstrate kwa mikate na divai. Sawa? Akasema huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Alikuwa anaonyesha habari za kufa kwake unaotolewa kwa ajili yenu. Akasema baba zetu walikula mana jangwani wakafa. It was a study. Hawakutakiwa kufa ili waishi. Ilikuwa ni lugha ya kusema kuna kitu ambacho kinatoka juu ambao ni Yesu. Kikiliwa hicho maana yake kikiaminiwa. Kula ni lugha ya kuamini. Kwa unaelewa sasa, Adamu na Hawa walikula. Adamu na Eva walitenda dhambi ya siri. Sio dhambi ya siri. Adamu na Hawa walifanya nini? Waliamini mafundisho potofu. Yes. Wakaona yafaa. Ikaanza kuaffect maisha yao yote na uhusiano wao na Mungu. Ndio maana Paulo anachukia mafundisho mapotofu kuliko tabia mbovu. Angalia anapoambia watu wanaenda kufundisha mafundisho potofu Galatia. Hata mtu yeyote au mimi au malaika akifundisha mafundisho haya na aniwe. Anaongea na Wakorinto ambao ni wazinzi, mpaka watu wanatembea na wake wa baba zao, si mama yake yao. Anasemaje? Hamjui ya kwamba ninyi, angalia, anawakumbusha identity yao. Kwa nini? Kwa sababu mafundisho potofu yanaondoa identity yao. Unaanza kuishi identity nyingine, unaanza kupractice wrong. Unaanza kuishi vibaya kwa sababu umefundishwa vibaya. Ukifundishwa vibaya, unaamini vibaya, matokeo yake unaishi vibaya. So wrong teaching wrong doctrine produce wrong lifestyle. So to change someone's lifestyle, teach him right from the word of God. Na ngoma mbaya ni kwamba mafundisho potofu hayatokani na kusoma Gita, Preticus, Qurani au vitabu vya watu kama au magazeti ya udaku. Inatoka kwa kusoma nini? Maandiko. Yanatokaje? Kama hatufundishi namna ya kusoma Biblia kama anavyoelekeza hapa. You get all wrong doctrine. Kwa anayetoa mafundisho potofu huwa hatoi download kwenye gazeti la Mwananchi. Hata kwenye maandiko. Lakini shida ni nini? Private interpretation. Unasoma mstari, una vitu vyako kichwani, unasema kwa hiyo Mungu alimaanisha hivi, bila kuangalia kama je ni kweli Mungu alichomaanisha. Maana mimi naweza nikawa na maana yangu. Nikiona nakula tunda nasema ile tunda kwa sababu ya picha walichochora zamani itakuwa ni apple. Kumbe is not apple. He ate. Aliamini fundisho potofu. Na hapo anayeonekana pale, yule nyoka, sio nyoka. Zote lugha ya picha. Sasa tunaona kwenye filamu ya Yesu, tunamwona anaenda kumjaribu Yesu. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Unajua filamu wale zinatupoteza Jiwe geuza jiwe liwe mkate. Mimi nikwambie. Yesu alikuwa na njaa, sawa? Si ndio? Unajua ukiwa na njaa, ukiona jiwe, na wewe ni mwana wa Mungu, utakachofanya nini? The desire come from inside. Sasa watu wanatafuta devil, ameenda kwa bustani ya Adamu anaongea nao. Sasa jamani, unaona ile tunda pale? Unaona ile tunda, dada, unaona ile tunda pale? Kwa mamanga, unaona ile ukila, Mungu anajua mkila mtafunga macho. Lile tunda pale. Nani leo anafunga macho kwa kula matunda?
Hao ndo mnaamini ile vitamin C. Kila matunda utakuwa na uwezo wa kuona sana. Ndio retina inafanyaje? Dokta, vitamin gani ambayo macho yanaona vizuri? A. Mboga za majani lakini. Unaona sio matunda Mboga za majani sana. Na roots. Karoti. Umeona sasa Kwa hawakula hata karoti ndugu yangu. Kwa wamekula karoti, tungesema sasa wameona. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo watu wa Mungu. Nataka iende taratibu hii. Iende taratibu. Ndivyo ambavyo ilikuwa vinaonekana. Vingine ni viumbe. Kuna viumbe vingi ambavyo vinaonekana. Unajua hata kondoo ni kiumbe. Mafahali ni viumbe. Sawa? Wote walikuwa na play part kubwa sana ya kuonyesha habari za wokovu. In fact, hata moto, kuna sehemu nyingine moto ilikuwa inazungumzia habari za Yesu Kristo na kazi ya msalaba. Tunaelewana mpaka hapo? Mnaelewa hii arrangement naenda taratibu. Naenda taratibu. Hii ni siku ya 3 tunafanya same thing. Hii imenisaidia mimi kudismantle uongo mwingi niliokuwa naujua. Napo kufundisha ni kwa sababu ni very applicable. Ni kitu ambacho kinatenda kazi. Itakusaidia kumtazama Mungu kwenye uhalisia wake bila kupotea. Hilo ni lengo. Hilo muonekano wa hiyo kazi ya msalaba au kazi ya wokovu inaonekana kwenye picha mbalimbali. Sasa nimesema hivi, Musa hadi Malaki ndio imeonyesha kama ahadi, mfano, unabii, mafumbo, lugha ya picha, vivuli, siri, semi za mafumbo. Kwenye Mathayo hadi Yohana inaelezea maisha ya huyo Mwokozi akiwa katika mwili wake, Yesu. Bwana asifiwe. Kwa umeanza kuelewa matumizi ya Mwanzo mpaka Malaki Umeanza kuelewa matumizi ya Mwanzo mpaka Malaki? Okay. Naomba tupite ngoja ni cement hii. Naomba tupite kwenye kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11 wengi wanapenda kukopi mstari wa kwanza. Naomba tupite kwa haraka alafu tuone namna ambavyo mafumbo ahadi zimetajwa. Waebrania 1 mstari wa kwanza. Naomba usome taratibu, twende taratibu. Waebrania 1 mstari wa kwanza. Hebrews chapter 1. Waebrania wa kwanza. Sura ya kwanza. Sawa. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Sawa. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Sio Waebrania 11 mstari wa kwanza hiyo. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Yes. Though hata hiyo inazungumza Mungu alisema na baba zetu kwa namna nyingi. Namna nyingi ndio hivi. Sawa Namna nyingi ndio hivi. Namna gani? Ahadi. Sawa? Yeah. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Sasa tunaanza kuangalia ahadi ilivyotajwa. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Hiyo imani ni ya wapi? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Jambo la kwanza, siku zote unaposoma maandiko usitafsiri kitu kichwani mpaka Biblia jitafsiri. Kwa anaposema imani pale hamaanishi just imani yoyote. Imani ya pale inatafsiriwa pale pale. Sawa? Sawa. Imani inayozungumziwa hapa haifanani na imani ya mwanamke aliyetoka na damu miaka 12 akaenda akashika pindo la Yesu. It's quite different. Yule alikuwa na imani ya uponyaji, sawa? Umeelewa mpaka hapo? Lakini huyu imani anazungumza kwenye Waebrania 11 mstari wa kwanza ni imani nyingine. Na hiyo ni imani ya wazee. Sio imani yako. Imani ya wazee. Inaelezewa vizuri hapo, Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kuna mambo aliyokuwa anatarajia, kuna mambo ambayo kwenye mioyo yao ilibainishwa na haikuwa inaonekana kwa macho, sawa? Lakini ilikuwepo. Wao waliona tokea mbali, wakaamini, sawa? Hii imani ya kuzungumza hapa ni imani ya wazee. Soma 11:2. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Wazee hao sio akina Molel, sio akina Mrema, sio akina Lukumai. Wazee hawa ni wazee. Kumbuka barua inaandikwa kwa nani? Kwa Waebrania. Hebrew Jewish fathers, wakina nani? Ibrahim, Isaka, Yakobo. Wazee hao walishuhudiwa kwa imani waliokuwa nayo. Kwa imani
waliokuwa nao wazee, we can study it kwa sababu imeandikwa. Kwa hao wazee walikuwa na imani, lakini imani ya mambo yasiyoonekana, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ni imani ya mambo wanayotarajia, uhakika wa mambo wanayotarajia. Kwa walikuwa na uhakika kuna kitu kinakuja, though they didn't have it. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Sawa. Kwa hao wazee walikuwa wanajua kwamba kuna vitu ambavyo havionekani ni matokeo ya vitu ambavyo vinavyoonekana ni matokeo ya vitu visivyoonekana. Kwenye context hii anazungumzia nini? Hata vitu vinavyoonekana havifanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sawa. Kwa imani Habili alimtolea Mungu. Anaanza kwa mzee wa kwanza. Si wazee wetu walishuhudiwa, si ndio? Wazee wetu walishuhudiwa, sawa? Mwambie mwenzako wazee wetu. Wazee wa Wayahudi. Maana ukisema hiyo wetu inabidi ujitoe uweke Wayahudi. Maana hiyo barua alikuwa anaandika Myahudi kwa nani? Kwa Yahudi. Kwa hiyo anaambia wazee wetu. Kwa hiyo wanaelewa, sio Wamasai pale, sawa? Wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu. Sema mzee wa kwanza. Mzee wa kwanza. Anaitwa nani? Habili. Alitoa nini? Dhabihu. Kwa nini? Kwa imani. Kwa imani maana yake nini? Alitoa akiprophesy, akitamka mambo yasiyoonekana, mambo yasiyokuwepo bado. Kwa alipokuwa anatoa sadaka, alitoa kwa acknowledge the coming of Christ. Ndio maana sadaka yake ilikuwa accepted. Sikiliza, haina maana sadaka ya ndugu yake anaitwa nani? Kaini ilikuwa ni sadaka mbovu kwa sababu ya ukubwa. Wengine wanasema alitoa mburuburu. Mburuburu maana yake yale mahindi yaliyobaki baada ya mavuno ndo alitoa. No, big no. Alitoa bila kuwa na imani ya Yesu Kristo. Maana yake he didn't prophesy like Habili. Umeelewa? Soma vizuri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Sawa. Kwa hiyo alishuhudiwa ya kuwa ana haki. Alishuhudiwa akiwa na haki. Imani gani inayoleta haki? Tukumbushane. Imani gani inayoleta haki? Which faith that brings righteousness? Kuamini katika kazi kamilifu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa alitoa kwa mrengo wa kuamini kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Aliona na aka-acknowledge, mwenzake haku-acknowledge. Inawezekana alitoa kwa self-righteousness. Maana yake nini? Alitoa kwa mfano, ukitoa sadaka kama ndugu wa Luka 18 mstari wa 9 pale, kutoa kwa ajili ya kumfanya Mungu akukubali kwa sadaka yako, hiyo ni nini? Self righteousness. Anasemaje? Mimi natoa zaka ya mapato yangu yote, nafunga mara ngapi? Mara 2 kwa wiki, sio kama huyu. Hapa anasema ni kama Mungu unikubali kwa sababu nimefanya vizuri. Hiyo ngoma inaitwa nini? Self righteousness. Ni kujihesabia haki kwa matendo yako, ambayo ndio nini? Sheria, ambayo ndio nini? Mungu yuko against na hiyo. Ndio maana yule mwenzake hakubeba chochote, hakusema chochote, alisema Mungu unihurumie. Yesu anasemaje? Huyo alienda nyumbani akiwa amesamehewa. Maana kila ajikwezae hushushwa na kila ajishushae hukwezwa. Kujishusha sio kutambaa chini. Kujishusha ni ku accept kazi ya msalaba, ya kwamba sistahili chochote bila Yesu Kristo. Ndio maana kujishusha. Bwana asifiwe. Yes, hiyo kujishusha. Kwa hiyo alikuwa ameinama. Kuinama kwenye Agano la Kale maana yake nini? Kuinama ni kutomwangalia Mungu kwa kiburi, lakini kuangalia sadaka uliobeba. Ndio maana alikuwa anaenda na kondoo. Ukienda na kondoo pale, unaweka mkono juu ya kondoo, ukiamini ya kwamba kondoo huyu akichinjwa, dhambi zako zilizokuwa nyingi zitaingia ndani ya huyu kondoo. Akifa, amekufa na dhambi zako, hukumu imeisha. Kwa sababu akifa huyu kondoo alibeba dhambi zako, wewe uko huru, unaenda mtaani. Ndicho alichokuwa anamaanisha. Kwa hiyo Habili, mzee wa kwanza, alitoa ufahamu wa kazi ya msalaba. Tumesha tafsiri Bwana asifiwe.
Kwa ukitaka kushindana na sadaka na Habili kutoa sadaka sasa alitoa ng'ombe, naomba nitoe ng'ombe, labda Mungu atakubali. Alitoa wanene kukubalika ni kwa njia ya Yesu Kristo. Naomba uendelee. Mzee wa kwanza Habili alifanyeje? Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Sawa. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Ana haki, sawa. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Sawa. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Sawa. Unajua inanena? Inanena nini? Kwa sababu alichokifanya kiko hai mpaka leo. Kristo yuko hai mpaka leo? Kwa imani Henoko alihamishwa. Sasa kuna Henoko pia. Henoko alihamishwa kwa imani. Henoko alikuwa anatangaza nini? Imani ya Henoko iko wapi? Maana Henoko ameandikwa kwenye kamstari kamoja tu. Henoko alimpendeza Mungu na hakuonekana, maana Bwana alimtoa. Ngoma imeisha. Fundisho la Kristo liko hapo. Hey, fundisho gani hapo? Kupaa kwa Yesu Kristo. Au kuketishwa mkono wa kuume. Yes, kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba au kutukuzwa. Ndicho lugha inayozungumzwa pale. Kwa imani. So there is a message of ascension of Christ. Kupaa kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo kubadilishwa kutoka kwenye mwili wa kawaida usioweza kupaa, usioweza kuondoka, kupingana na gravity, lakini akachukuliwa, akaondoshwa. Kama ambapo Yesu alipofufuka alikuwa just like Enoch. Bwana asifiwe. Kwa imani Henoko alihamishwa. Sawa. Asije akaona mauti. Angalia. Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Wala hakuonekana. Wala hakuonekana. Unajua hata Yesu, tusoma juzi habari za Daudi. Daudi anasema hutauacha mwili wako uone nini? Uharibifu. Kwa hapo haizungumzi tu kutukuzwa kwa Yesu Kristo, lakini anazungumza pia kufa. Ndio maana ameeleza pale. Kwa it means ule mstari pale ni mdogo kwenye mwanzo, unasema Henoko alimpendeza Mungu na hakuonekana. Inaelezewa na Waebrania 11. Ilisema hakuona mauti. Kwa kutoa cha Henoko kutoona mauti ilikuwa ni lugha ya picha ya Kristo ya kwamba atakufa wala hataona uharibifu. Tumesoma kwenye Waebrania Matendo ya Mitume Ijumaa. Akisema kwamba Mungu hakumwacha mwana wake auone uharibifu. Kuna lugha ya nini? Kufa na kufuka kwa Yesu Kristo na kupaa kwa Yesu Kristo kati mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sawa sawa na Henoko. Kwa hiyo Henoko alihubiri Injili. Sema ndio. Nimetoa kichwani hapa. Plain. Sema plain. Inaonekana Umeona namna kutafsiri Agano la Kale? Kwa hiyo kuna wengine msome vitabu vya Agano la Kale. Vitabu vya Agano la Kale havieleweki. Sio havieleweki. Hautaki kutafsiri sawa sawa na maandiko ya Agano Jipya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa Henoko hakuwa anatufundisha namna ya kupaa. Alikuwa anafundisha habari za nani? Kristo. Kwa sababu Mungu alimhamisha. Sawa. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba amempendeza Mungu. Kama Kristo. Na Yesu alisemaje? Mungu alisemaje habari za Yesu? Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Msikieni nani? Yeye. Henoko aliplay part ya kama mwana apendwaye na Baba. Sasa maana Mungu inashuhudia kwamba Mungu alifanya nini? Alimpendeza Mungu. Twende. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Imani gani ambayo haiwezekani kumpendeza Mungu? Umejua imani aliyokuwa nayo Habili? Umeona imani aliyokuwa nayo Habili? Imani gani ambayo haiwezekani kumpendeza Mungu? Ni imani katika hiyo kazi ambayo Henoko aliamini. Sawa? Bwana asifiwe. Ndio maana nikasema Injili iko maeneo ya makaburini, kufa na kufufuka kwa nini? Kwa Yesu Kristo. You can't teach that, you can't teach the Bible. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko. Sawa. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Yeah. Imani Nuhu akiisha anaenda kwa mzee namba ngapi huyo? 3. Tumemaliza Habili, tumeenda Henoko, tunaenda kwa nani? Nuhu. Twende kwa Nuhu.
Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Kwa hiyo Nuhu aliamini mambo yasiyoonekana? Mambo gani? Kwa jinsi alivyomcha Mungu. Aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Sawa. Kwa hivyo akauhukumu makosa ulimwengu. Akawa mrithi wa haki patikanayo kwa imani. Umeona Nuhu na yeye alikuwa na ujumbe aliokuwa anajua. Nuhu aliamini haki ipatikanayo kwa nini? Kwa imani. Unajua ukisoma kwenye Matendo, kwenye kitabu cha Petro, Nuhu anaitwaje? Mjumbe wa haki. Kiingereza hakitumii neno mjumbe wa haki, natumia a preacher of righteousness. Unafikiri ni kitu gani ambacho aliamini? Aliamini haki inayopatikana kwa nani? Kwa Mungu ambaye haitowani na matendo yake. Kwa hatusemi ya kwamba Nuhu alikuwa ni mtu mzuri kuliko wote. Tunaelewana? Alikuwa ni mtu anayeamini haki ipatikanayo kwa nani? Kwa Mungu, ambaye Mungu anamhesabia mtu bure. Hicho ndicho kitu alichokiamini. Ndicho kilichomfanya Mungu alipokuwa ile kutengeneza safina, ilikuwa ni lugha ya picha ya kwamba anaamini kazi ya Mungu. Kwa Mungu anamwambia jenga, anajenga. Wengine aliwaambia kama huyu jamaa anafanya nini? Kwa ukiniambia wale walifanya nini? They rejected the message of Christ. Walikataa ujumbe wa Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Kwa ukisoma habari za hiyo mvua usichanganyikiwe. Kwa miaka, ndio maana pale Mungu anaposema asema siku za mwanadamu zitakuwa miaka 20, 120. Mimi kusoma hiyo kwenye Mwanzo 6, si ndio? Nafikiri mstari wa 2. Okay, nauliza swali. Kama alikuwa amepatia kwamba siku za mwanadamu itakuwa miaka 120, sawa? Abraham aliishi miaka mingapi? Abraham aliishi miaka 120? No. Kuna mzee aliishi miaka mingi baada ya Nuhu pia. Sawa. Nini maana yake? Sikiliza nikwambie leo ujue vizuri. Unajua mpaka sasa hivi kuna watu wanaishi miaka zaidi ya 120 Kwa ile pale Mungu hakupunguza umri wa watu wote duniani. Wewe nieleze maana yake. Alichofanya ni hivi, alisema miaka hii 120 Nuhu atahubiri habari za haki ipatikanayo kwa imani. Nisikilize vizuri. Baada ya miaka hiyo na 20, wote waliokataa wataangamia. Na kipimo cha kukataa ni kutengeneza safina. Kwa hiyo anawaambia jamani, njooni, kuna kitu kibaya kinakuja. Mungu anawapenda. Upendo wa Mungu ni mwingi. Mvua inakuja. Njooni, jamani, njooni. Alikuwa anahubiri habari za haki ipatikanayo kwa imani. Mungu anataka awalinde watu wake. Ndio maana watu wasemaga hivi, Mungu aliwaua watu enzi za Nuhu. Watu walimkataa Mungu akafa. So God, tumeprove kwa hapa, God did not kill the people in the katika enzi ya Nuhu. Kwa nini? Miaka 120 mnaambiwa ujumbe mmoja mnaokataa. Unajua miaka 120 ngumu Kila siku naambiwa haki ipatikanayo kwa imani. Sasa mwaka 10 unasema miaka 50, miaka 60, miaka 70. Oyo. Miaka umeweza safina yako. Ewe nongwe. Tumepita viangazi vingapi na vimasika vingapi? Mbona akakamvua akaji? Miaka unaona? Angalia ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Siku imefika, mvua ikaanza kupiga. Hawajashtuka bado. Mvua imefika, watu maji yamefika hapa, bado wanaona safina ile, nasema hii sina katika tu sasa hivi. Wakaanza kujitahidi, sema kujitahidi. Wakaogelea, wakapanda kwenye miti, wanatafuta namna za kujiokoa wakati Mungu alitengeneza wokovu. Salvation is the work of God, not the work of man. Let no man try. Ndicho hata Yona alisema. Mstari wa mwisho wa Yona baada ya kutoka kwenye tumbo la samaki alisemaje? Wokovu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Wokovu sio kazi ya mwanadamu. Hicho kilichotokea hakugrasp, hakuelewa. Kwa wale watu, wale 8 ndo waliingia ndani. Wonderful enough. Kuonyesha kwamba wokovu ni kazi ya Mungu.
aliyefunga dirisha la safina ni nani? Mlango wa safina Nuhu, eh? Kwa hiyo ilifungwa kutoka ndani, kutoka nje. Kwa mtu anayekwambia utapoteza wokovu, anamwambia Mungu hujafunika vizuri. Mtu anayekwambia you are going to lose salvation, he is saying Mungu hakufunga vizuri, maji yanaingia ndani. Kwa wokovu ni kazi ya Mungu. Hata aliyefunga kwa nje ni Mungu. Amen. Unanitishia mimi kupoteza wokovu? Naazaje? Nilikufa mimi. Kafa mwingine anapoteza mimi. Unafikiri wokovu ni ufunguo? Wokovu sio ufunguo na kabisa unashika unaweza kurusha kadondoka. Wokovu ni Mungu kukaa ndani yako. Tena sio kwa sababu wewe ni mzuri. Ni kwa sababu umeamini kazi ya Yesu msalaba. Kama wokovu ingekuwa ni kwa matendo ya binadamu wanavyojitahidi kutenda mazuri, hawanuni, hawakosei, hawakanyagi nge, hawakanyagi siafu, wanaishi bila kukosea, ingekuwa wokovu unapatikana hivyo. Na kuambia wote mlioko hapa hamna ambaye angekuwa naye sasa hivi. Na dunia nzima hakuna mtu ambaye angekuwa naye. Hata wanaotenda mema wanaweza wakakosa kwa kutenda kwao mema, kwa sababu sio kila anayetenda mema anatenda kwa nia nzuri. Hamjawahi kusoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 eh? Hata anajichoma moto kwa ajili ya wengine, aidha akawa anajichoma kwa ajili ya nia yake mbaya. Selfish reason. Kwani selfishness ni kitu kizuri mbele za Mungu? Ubinafsi ni kitu kizuri mbele za Mungu? Hapana. Napendaga mfano yule mama mmoja Malawi, mbunge. Kamjengea nyumba mama mmoja wakati wa kampeni. Basi baada ya mpinzani wake kupita, mama akaonekana kwenye TV na yeye anapiga makofi. Mpinzani wa mtu aliyekujengea nyumba umemshangilia. Wewe unashangilia mbunge kapatikana mpya. Si sawa jamani? Kapatikana mbunge mpya. Mama chukua grader, piga nyumba chini. Watu walipokuwa wanaona anamjengea yule mama nyumba walisemaje? Jamani, mbunge ana moyo mzuri jamani. Unaona? Tunapoangaliaga sisi kumbe alikuwa anasema hii ni kwenye mwamba fai. Ili angalau watu wanaone wajua ile unagusa inaitwa nini? Unagusa mioyo ya watu. Psychological. Una play good. You are not good, you are playing good. Una act mzuri wa moyo. Kwa unafanya sema, jamani naombeni kamera. Tumesubiri basi mtumishi, mbona unapokea haraka? Jamani, tunasikitika sana nyumba yako imedondoka. Mbona upigi picha wewe? Piga picha vizuri. Mungu, namshukuru Mungu ameniwezesha kumsaidia huyu mama kwa kweli. Yaani jamani, wewe mama amenisaidia kwa kweli. Yaani alikuwa anaishi kwenye nyumba iliyokuwa lakini moyoni mwako unajua hicho unakifanya. It's not out of love. It's out of show off to get benefit. Kwa hiyo wanafanya nini? It was not giving. It was investment. Umeelewa? Ulikuwa unapanda ili uvune. Inaitwa nini hiyo? Investment. Ngapi ameelewa mpaka hapo? Bwana asifiwe. Amen. Saa ngapi hapo? Sije nikamaliza. Naweza nikapiga mpaka kesho, maana ndo kwanza niko kwenye 1:16 ya notes. Sijafika 1:8 wala robo. Saa ngapi? 7. Tuishie hapo, tuendelee kidogo na Waebrania 11. Tutaje mzee mwingine. Tumefika mzee gani? Mzee Nuhu. Tumcheke mzee mwingine alivyohubiri habari za ahadi aliyokuwa anatarajia. Sawa. Kwa imani Ibrahim. Mzee mwenyewe sasa. Ibrahim. Alipoitwa aliitika. Atoka yale mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Sawa. Akatoka asijue aendapo. Sawa. Kwa imani. Zote alikuwa anafanya kwa imani. It means kuna kitu alichokuwa anakiona. Ana follow kitu kisichoonekana, si ndio? Waebrania 1:1, si ndio? 11:1. Asemaje? Imani, uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasionekana. Kwa hiyo walikuwa wanaongozwa na kitu ambacho hakijatokea bado. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Sawa. Kama katika nchi isiyo yake. Sawa.
akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo. Unajua kwa nini alikuwa hajengi nyumba? Kuna picha, kuna kitu alichokiona. Warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazama mji wenye msingi. Angalia alichokuwa anatazamia. Mji wenye misingi. Ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Umeelewa kwa nini Ibrahim alikuwa hajengi nyumba? Alikuwa anakaa kwenye mahema. Ibrahim alikuwa ameona habari za kile ambacho Kristo anakifanya. Akasema I just want that. Umeona ngoma aliyoelewa hiyo? Kwa hiyo alikuwa anasubiria jengo ambalo Kristo alijenga nini? Kanisa. Sisi, si ndio? Kwa alipoona, wajua wakina Abrahamu walituona wakatushangilia. Sisi tunajiona tunajidharau. Yes. Petro anasema hivi, manabii walitafuta habari za mambo yakatayotujilia sisi, waliyaona na kushangilia. Anasema mpaka malaika wanashangilia, the state of Christ living in a man. Kitendo cha Kristo kaa ndani ya mtu, malaika wenyewe wanasema hii ngoma ni siri kubwa. Halo. Ndio maana Paulo anasema Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Wala tafuta utukufu wa Mungu kung'aa sehemu, uone mianga ndio juu utukufu. Utukufu wa Mungu ni Mungu kukaa ndani ya mtu. Kwa sababu ili Mungu akae ndani yako, amekutukuza. Maana yake amekuheshimisha. Mimi nataka watu waniheshimu. Wanataka yaani Mungu amekuheshimu akakaa ndani yako, bado unatafuta heshima? Tembea kama mheshimiwa. Fanya kama mheshimiwa. Kwa sababu Mungu, sema Mungu. Unamjua Mungu wewe? Kakaa ndani yako, unataka heshima gani tena? Maana yake umejishusha, unakataa heshima aliyokupa Mungu ambao ndio utukufu wenyewe. Ukajishusha ukaenda kwa baba yako ambaye naye anakupenda na mama yako, ukatafuta mpaka watu wa mtaani wakuheshimu. Maana yake umepoteza vingi sana. Yaani nasema hivi, umevuka kutoka ghorofa ya 100 ukafika ghorofa ya 0, unaenda basement. Unatafuta nini huko? Sema siendi basement. Kristo ndani yangu. Tumaini la utukufu. Mungu amenipa heshima kwa kukaa ndani yangu. Mimi ni jengo la Mungu. Mungu anaishi ndani yangu. Nitatembea kama mtu mwenye Mungu ndani yake. Nitaishi kama mtu mwenye Mungu ndani yake. Nitafanya kama mtu mwenye Mungu ndani yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Hiyo ni halisi sana. Kama akili yako haijakamata, andika haya maneno, soma kila siku tena. Nina Mungu ndani yangu. Mpaka ubongo wako wasema, anarudia tena, na Mungu ndani yangu. Unasema, ukiamka unaumwa unasema, nahisi kama wokovu umepungua. Na Mungu ndani yangu. Ukiamka hakuna hela mfukoni unasema, nahisi sasa I am broke. I have God. I'm full of him. Hello. Adamu akasema, mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu. That's how God is in us. Bone to bone, flesh to flesh. Ndio maana unywele wako ukidondoka, God knows inadondokea wapi. Acha kwenda saluni na kuanza kuogopa. Wasije akachukua nywele zangu jamani. Mimi sielewelewa watu. Sikiliza. They are touching something that contains God 100%. Yes. Unaogopa akipeleka kwa wachawi, wapeleke. Tena wakatie nyingi. Waambie pelekeni nyingi jamani, ongeza. Kanywele. Hivi unajua Mungu anapokuthamini wewe? Zaidi ya mashomoro wengi. Alafu mwambie shomoro mwenyewe akidondoka mimi nacheki ameangukia wapi. Wewe. Wale hawana cha uzima wa milele wa cha nini, lakini wewe anakaa ndani yako. How much we are valuable in the eyes of God. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haya mambo ya Mungu kaa ndani yako yalitabiriwa tangu Genesis 1. Kwa sababu hapo ndipo ushindi wa muamini ulipo. Maandiko yasipofunua habari za Mungu kukaa ndani ya mtu na tukana na uhakika huo, tukikosa uhakika huo tunaishi kizembe, tunaishi kwa hofu, tunatingishwa na kila kinachoendelea. Ndio maana mtu mwenye uhakika kwamba Mungu yuko ndani yake haogopi kifo, haogopi nini, haogopi chochote, haogopi wanadamu, because he was dead in Christ, now his life with Christ in spiritual realm. He is perfect. Bwana asifiwe.
Mungu hana haja ya kuongea kitu kimoja kutokea mwanzo kwa manabii, Zaburi, na alafu Paulo anazidi kuipamba the same thing. Kama haina maana, Mungu hana haja ya kuifanya hichi kitu. Wakristo wanayumba kwa sababu wokovu sio halisi kwao. Wokovu ni kama katopiki kwenye Biblia, sio somo la Biblia. Ndio maana nikasema the major purpose of the Bible is to reveal salvation of humankind. Kwa sababu your salvation of humankind is what assure man that God can stay in the body of human and reign there. Haitoshi tu kuimba niko ndani ya Yesu mimi, niko ndani ya Yesu haitoshi tu kuimba, lakini Yesu yuko ndani yangu, Yesu yuko ndani yangu, Yesu yuko ndani yangu. Sasa angalia hesabu zako. Kwanza uko ndani ya Yesu, alafu Yesu yuko ndani yako. Give me mathematics, I get 0. My brain cannot comprehend. Ubongo wangu hawezi kuelewa ya kwamba niko ndani ya Yesu, alafu Yesu yuko ndani yangu. Wengine wakaimba niko chini ya mwamba na mwamba uko ndani yangu. Angalia hizi hesabu. This is a great mystery. Mungu yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Niko chini ya mwamba na mwamba uko juu yangu na mwamba uko ndani yangu. Sema sichezee hiki kitu. Na maana wazee walikuwa focus. Imani yao ilikuwa inazungumza the same message from Genesis 1 to Malachi 4. Sema I like it. Napenda hiki. Yaani kama umekuwa unatafuta confidence ya wewe ni nani ndani ya Kristo, ndio unaipata kwenye maandiko. Bwana asifiwe. Maandiko lengo lake sio kukuondoa confidence ya Mungu aliyeko ndani yako. Maandiko lengo lake ni kuongezea confidence ya Mungu aliyeko ndani yako ili utembee katika uhakika. Ndio maana Paulo siku zote anasema hivi, ili mjue. Kwa nini? Kwa sababu knowledge is very powerful kwenye kukibuild. Mjue tumaini la mwito wenu. Mjue utajiri wa utukufu wako ndani yetu, sio nje, ndani yetu tuamini jinsi ilivyo. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi, sio nje, ndani yetu. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu, sio nje, ndani yetu. Kitu ambacho malaika ndio maana malaika they are there to save you. Why? Because of what you carry. Hello. Soma hapo tumalize. Waebrania 11 mstari wa 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe. Unaona Sara anaingizwa kwenye line. Alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Sawa. Alipokuwa amepita wakati wake. Sawa. Kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi. Kuwa mwaminifu. Sawa. Kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja. Naye alikuwa kama mfu. Sawa, alikuwa kama mfu. Maana ufu umetajwa pale, maana kuna kufa, si ndio? Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao. Sawa. Na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Sawa. Hawa wote wakafa katika imani. Kwa hiyo walikufa wakiwa wanaamini kinachotokea. Kwa hawakupokea, maana yake Yesu hakutokea, si ndio? Lakini wote walikufa wakiwa wameona na wakaamini kabla hawajashika. Kabla hajafa wao waliamini. Iweje sisi afe na tusiamini? Umeona shida inavyokuwepo? Kwa nini sisi Yesu tumeshuhudiwa na maandiko mengi kwamba alikufa, sisi tusiamini? Ndio maana Yesu alipofufuka, cha kwanza aliwaaminisha mitume kwamba amefufuka. Ndio maana tusimdharau Tomaso kwa kutaka uhakika kwamba Yesu amefufuka. Ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu injili isingekuwa na maana kama Kristo hakufufuka. Wakorintho wa kwanza 15, Paulo anasema hivi, injili yetu haina maana kama hakuna ufufuo wa wafu. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu ilikuwa ni maana sana. Kwa Tomaso akauliza, nionyeshe mikono yako. Nataka nione mbavu zako. Ili awe shuhuda. Akisema, now the book called the Bible is complete. Everything God promised he has fulfilled, which is Kristo kuteswa, Kristo kufa, Kristo kufufuka. Asingefufuka kingekuwa na kimeo, kingekuwa kimepungua. Maana yake Yesu angekuwa amekufa kama watu wengine wote, angezikwa kama Daudi.
Hello. Yet Petro anasema hivi, baba yetu Daudi na mheshimu sana, lakini kaburi lake liko wapi? Pale. Lakini huyu Yesu Mungu alimfufua. Na Daudi huyo alitabiri, hutamwacha mtumishi wako aone mauti, utaikomboa uhai wangu na nini? Na kaburi. Alikuwa anazungumza habari za Yesu, sio zake. Kwa nini? Kwa sababu yeye uhai wake haujakombolewa na nini? Kaburi. Kwa sababu kadanja, kafa, kazikwa na hajafufuka. Umeelewa maana yake? Yeah. Kwa David was doing a prophecy ambayo ilikuja kutimia. Pigie Bwana Yesu makofi. Anasemaje hapo mbele yake? Hawa wote wakafa katika imani. Sawa. Wasija zipokea zile ahadi. Sawa. Kwa waliamini lakini hakuona kwa macho. Ndicho anachozungumziwa hapo. Bali wakaziona tokea mbali na kushangilia. Angalia wenzetu waliona hicho tunachokisema na kushangilia. Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Sawa. Kwa nini walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi? Maana hawa wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi ya kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Sawa. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao. Maana amewatengenezea mji. Amewatengenezea mji. Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa. Sasa namna atengeneza huo mji tumeshaelewa mji ambao Mungu ameujenga. Si unakumbuka? Mji uliojenga Mungu nini? Ni kanisa, si ndio? Ambao ni mwili wake, ambao Mungu anakaa ndani ya. Wale wenyewe hawakupokea ule mji, maana yake hawakubadilishwa. Sawa? Hawakubadilishwa kama wewe uliyepokea na kuamini Injili. Wao waliona kama nini? Ahadi, yet wakaamini. Sisi tumeshuhudiwa na maandiko mengi ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tukutazama namna hiyo. Kwa nasema wao wenyewe hata nchi walizotoka hawakuzikumbuka tena, kwa sababu macho yao yote yalikuwa wapi? Mbele ya kile kinachokuja. Ndio maana Abraham hakurudi tena alipotoka. Alikuwa anatarajia kitu ambacho Mungu anakijenga. I tell you, sio kwa sababu walikuwa wanaelewa kama kinakuja miaka gani. Ni kwa sababu wao walikuwa wanahisi inaweza ikatokea karibuni hivi. Unajua, unaweza kuona kitu kizuri ukaacha kufanya kitu kingine chochote. Unasubiri hicho kitu kizuri kitokee. Hicho chochote anakifanya. Yaani kwa mfano, mdada ambaye amemkuta mkaka, alafu akaambiwa yuko single, alafu yuko desperate. Najua nyinyi mko desperate. Yuko desperate. Alipomwona akagundua, akawakataa wengine wote. Akasema tu huyu. Anaangalia tu kila siku akija ibadani, angalia koti lake, angalia alivyotokeza. Mungu. Siaseme tu jamani. Ukinena kwa lugha anatoka kichwani kinapita pum. John. Anakuja asa wewe umeweka macho yako yote pale. Alafu akuja mtu mwingine, sister na can we talk? Utakenda kugusa kama vile anakuchoma. Halafu mpaka wakafa hawajazipata. Sasa Messi anawaza hivi, unakufa unamsubiria, alafu kumbe unaikuta naye akakomalia, anaangalia jicho lingine mzee. Unakuta akachukuliwa mwingine. Unaona mtu akija kanisani amekonda, amenyongonyea, ameumwa jamani. Anapimwa hakuna ugonjwa. Nini? Alikuwa amefiksi macho kwa mtu. Alafu akajifikisua, akaenda kwa mtu mwingine. Ndio maana nasemaga ni afadhali tumfungukiane mapema. Bro, vipi? Anambia eleweki bwana, mimi hapa namchukua fulani bwana. Kama imeisha hiyo. Akija Joseph pale namwambia twende kazi. Maisha yanaendelea. Kinyume na utakonda, tunatafuta ugonjwa, unapata pressure, vidonda vya tumbo. Tunaangalia kama kweli kazini kwenu mko busy sana, wenzako wananenepa wanakata. Fix your eyes unto Christ. Bwana asifiwe. Sababu yeye ndio tumaini nalofanya nini? Nalo dumu. Japokuwa unakufa bado unaishi. Sasa naona Raheli ameanza kugawa umbea kwa Ana. Umemaliza? Abraham aliamini.
Aliamini, na hata alipokuwa anamtoa Isaka alikuwa anaamini kwa habari ya ufufuo. Kwenye Waebrania, kwenye Warumi 4 anasema aliamini ya kwamba Mungu aweza kumfufua. Kwa hiyo ni kweli angeachiwa angemuua nani? Isaka. Kwenye Warumi 4. Sitasoma leo. Aliamini angekuwa ni issue ya kumuua Isaka, angemuua peacefully akiwa anatabasamu. Sema alimficha mama. Alimficha mama. Akasema nikimwambia mama naenda kumtoa huyu mtoto, mama hawezi elewa. Sasa wasikia fundisho pale. Kuna mambo hutaki kumwambia mama. Fundisho linapatikana jivya pale. Actually mimi hata kuna vitu simwambii mke wangu. Leo hayupo, kwa ngoja niseme.